Nichukue nafasi hii, tumemsikiliza Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nitagusa maeneo machache sana. La kwanza ambalo nitaweza kulirejea ni eneo ambalo nilisema ni swala la bandari yetu ya Dar es Salaam. Bandari ya Dar es Salaam tumekuwa tukiisemea hapa bungeni kwa sababu ni kitovu cha uchumi wa nchi yetu. Na kwa hakika katika muda wa miaka hii miwili almost tumeweza kufanya mapinduzi makubwa. Hata tulipoleta hoja za uwekeza katika bandari yetu, kuna baadhi walitupinga kama ambavyo waheshimiwa wabunge wengine wamesema, ni kwa sababu kulikuwa na upotoshaji mkubwa. Leo tunavyoongea, bandari ya Dar es Salaam tuliboresha sana ile gati namba 0 mpaka 7 ambayo kimsingi imeweza kuongeza uwezo wa kuweza kupakua makasha na kuyatoa pale bandarini. Mwaka ule makasha yalikuwa katika kipindi cha Julai 2024 hadi Februari 25 tulikuwa tunaweza uwezo wa kuweza kutoa yale makasha 670,000, lakini leo tunaweza kushusha makasha kwa pamoja na kwa haraka ambayo ni 685,000. Ni jambo kubwa ambalo limefanyika katika bandari yetu, na katika kipindi hicho pia tumeweza katika hizo gati ambazo zimeboreshwa tumeweza kushusha makasha 122,000, lakini sasa tunaweza kushusha makasha 160,000, kitu ambacho huko nyuma kilikuwa hakipo. Lakini kama itoshi, meli sasa zile ambazo zinashusha makasha zilikuwa zisubiri gatini, sasa zinaenda moja kwa moja kushusha. Maana yake tumepunguza kabisa muda wa ushushaji wa makasha, ambayo ilikuwa ni kero katika bandari yetu ya Dar es Salaam na ilikuwa inatupotezea wateja. Leo tunavyoongea sasa tumetoka siku 46 na imeenda mpaka siku 7, na mapato yameongezeka kutoka trilioni 9.35 sasa ni trilioni 9.86. Ni mambo makubwa, na unaposikia mapato yameongezeka manake ni uwezo wa serikali kuhudumia watu wake. Ndio maana leo tunaongelea habari ya baadhi ya miradi imefanyika vizuri, kwa sababu tumekuwa na uwezo mkubwa wa fedha kupitia mapato ya TRA na kupitia mapato mengine yanayokusanywa na watu wa TPA ambao wanafanya kazi kubwa pale bandarini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka niseme Watanzania tuendelee kupimana wanasiasa. Mtu anapotoka anakosa hoja ya msingi, anazunguka kuwaambia nchi nzima kwamba bandari zimeuzwa zote nchi hii. Alafu wakati huo bandari tulizonazo zinaendelea kutuzalishia mapato yetu, na bado sheria ya mwaka 2007 ya kuanzishwa TPA inatambua TPA ndio inasimamia bandari zote za nchi yetu. Kwa hiyo mtu akikosa hoja asipotoshe Watanzania, na kwa sababu unaendelea kupotosha wanakujua wewe akili yako imekalia upande gani. Kwa hiyo nataka niwaombe sana Watanzania waendelee kutupima tunapoongelea swala la maendeleo ya nchi yetu, na ili Mheshimiwa Rais hakusikiliza kelele yoyote. Aliamua kufocus kwenye malengo ya nchi yetu, na bahati nzuri tumefanikiwa, na leo ndio maana tunaona bandari ya Dar es Salaam imekuwa kimbilio, na wateja wetu wanakuja kushushia mizigo yao hapo. Kazi kubwa inaendelea kufanya SGR na kuhakikisha kwamba tunakuwa na bandari kavu, itasaidia kuondoa msongamano wa Dar es Salaam. Kwa hiyo ndio kazi ambayo tunaifanya, na mimi niko kwenye kamati ya miundombinu. Tumeendelea kuishauri serikali iendelee kufanya kazi hiyo nzuri ambayo inaendelea kutuongezea heshima kubwa sana.